Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabid Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Daktari Samia aagiza kuchukuliwa hatua watendaji wanaokwamisha huduma za ardhi na kusababisha malalamiko kwa wananchi. Kampuni ya utengenezaji wa mabasi ya Yutong yatakiwa kufikiria uwezekano wa kuanzisha kiwanda cha kutengenezea mabasi nchini. Na katika habari za kimataifa, M23 waishutumu Kongo kuhujumu mazungumzo ya Angola. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko mkoani Dodoma, ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemwagiza Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratias Ndejembi kisha anasimamia kwa umakini utendaji wa sekta hiyo na kuwachukulia hatua watendaji wanaokwamisha huduma za ardhi na kusababisha malalamiko kwa wananchi. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Rais Dr. Samia ametoa maelekezo hayo hii leo jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa sera ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, ambapo Rais Samia amesema kuwa sera hiyo imeleta maboresho makubwa kwa lengo la kuondoa changamoto zilizokuwepo hapo awali, hivyo hakuna sababu kwa mtendaji yoyote kuikwamisha. Lakini pia mnasemwa kwa kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali. Kama mnapima viwanja 3000, basi viwanja 300, 400 ni vya watumishi wa ardhi. Vinawekwa pembeni huko, na wenye haki ya kupata maeneo yale, hata kama ni mashamba mmechukua ya watu. Sema hapana, ardhi yote ni mali ya serikali, shamba lako ili utapata viwanja 2 hivi hapa, vilivyobaki huko kote wanapewa wengine. Kumbe mmejiwekea wenyewe akiba yenu. Hili nalo halikubaliki. Sasa mtakwenda kuumbuka kwenye utumiaji wa tehama, kwa sababu viwanja vile aidha vitakuwa havina majina au vina majina bandia, hayana national ID, hayana ile kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo tutavijua kwamba ni vitupu na watapewa wananchi. Sanjari na hilo, Dr. Samia ameielekeza wizara hiyo kuendelea kuhakikisha upatikanaji wa nyumba za bei nafuu kwa wananchi sambamba na maboresho ya makazi katika miji na majiji mbalimbali. Kwa maana hiyo ndio maana ilitulazimu serikali kupitia shirika la nyumba kubeba mzigo wote huu, kujenga nyumba kwa ajili ya watu, nyumba kubwa kama walivyoonesha, lakini ndogo ndogo kwa ajili ya makazi nafuu. Sera hii inakwenda kuvutia uwekezaji zaidi. Inaweka utaratibu wa kuwezesha waendelezaji milki, yani real estate, wa kigeni kuwekeza katika sekta ya nyumba na kuuza kwa wenye uhitaji. Kwa upande wake, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratias Ndejembi amesema kuwa tangu Rais Samia aingie madarakani mwaka 2021 amefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ardhi. Mbuga zetu za wanyama, bahari, gesi, mafuta, lakini vyote hivi Mheshimiwa Rais vipo vimekaa katika ardhi. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ardhi ni kiungo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu, na kuwa na sera ambayo inaendana na wakati ni kuhakikisha vile vile tunatumia rasilimali hizi tulizonazo vizuri katika taifa. Naye Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu amesema kuwa uzinduzi wa sera hiyo ni tukio la kihistoria ambalo taifa limekuwa likisubiri kwa muda mrefu. Taifa linaendelea kuwa na amani, na migogoro hii ardhi pamoja na wakulima na mifugo na haki za Watanzania kwenye ardhi zisimamiwe vizuri kwenye sera hii. Kuna changamoto mbalimbali kwenye sekta ya ardhi katika sera hii. Sasa ni mkakati mzuri wa kutatua changamoto hizi, hususan katika kutatua migogoro ambao wananchi wanakumbana nayo. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo.
Waumini wa kanisa Katoliki, madhehebu mbalimbali pamoja na viongozi wa serikali wameungana kwa pamoja katika misa maalum ya kuadhimisha miaka 4 tangu kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli, ibada iliyofanyika katika parokia Mtakatifu Yohane Muzei Chato mkoani Geita. Taarifa zaidi tuungane na Joel Maduka kutoka Geita. Akizungumza katika ibada hiyo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, bunge, sera na uratibu William Lukuvi, ambaye amemwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan, amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa hayati Magufuli katika maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, siku ya leo nimejikita zaidi katika sala na tafakari kwa ajili ya kumbukizi ya mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kwa kuwa mambo mengi yamezungumzwa kwenye mahubiri, sina budi kusema haya machache ili kuruhusu muda mwingi kamilishe yaliyobaki. Tunawasihi kwa waumini wenzangu na Watanzania tuendelee kumwombea ndugu yetu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kwa upande wake, askofu wa jimbo Katoliki la Lulenge Ngara, Severin Niwemugizi, amewahimiza waumini kuenzi maadili aliyoishi hayati Magufuli, akimtaja kama kiongozi mwadilifu na mwenye huruma kwa wanyonge. Mtoto wa hayati Magufuli, Jessica Magufuli, ametoa salamu kwa niaba ya familia. Ameelezea jinsi baba yao alivyojitolea kwa ajili ya taifa lake. Katika muda mfupi kwa miaka kama 6 hivi, nchi ilienda. Kwa hiyo unapenda kuyaheshimu maisha yake kwa matunda ya kazi zake ambazo tunazishuhudia katika jamii. Na watu binafsi wamesaidiwa naye kwa namna mbalimbali, lakini hata taifa limeguswa sana na maisha ya John Joseph Pombe Magufuli. Hayati Magufuli alikuwa mtu wa watu, kiongozi wa wanyonge, mchapakazi na mpenda haki. Maisha yetu ya dunia ni ya thamani kubwa. Naishi pamoja na kutoka pia. Baadhi ya wananchi waliohudhuria misa hiyo wameelezea jinsi hayati Magufuli alivyohamasisha kupitia uongozi wake thabiti. Sisi kama vijana tunamkumbuka kwa kazi kubwa ambazo amezifanya wakati wa uhai wake. Baadhi ya kazi hizo ni pamoja na mageuzi makubwa kwenye sekta ya madini. Kwenye sekta ya madini, Daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona wazawa wananufaika zaidi. T-shirt inaitwa Mwana wa Afrika Tutakuishi, ambayo nimeweka picha ya hayati Dr. John Joseph Magufuli na amani ya bara la Afrika. Pia ninampongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi anazoendelea nazo, na hususan katika kauli yake ya hapa kazi iendelee. Kwa kweli tuna mambo mengi ya kumkumbuka hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Ni yeye aliyekuja kuongea ya kwamba wachimbaji wadogo watakapokutwa kwenye leseni ya mtu basi wasifukuzwe, bali wapangwe ili yule mwenye leseni aweze kuchukua zile stahiki zake. Rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alifariki dunia Machi 17, 2021. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo. Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo amepokea taarifa ya kamati maalum ya watu 15 walioiunda kushughulikia changamoto ya wawekezaji na wafanyabiashara wa kigeni wanaofanya biashara ndogo zinazostahili kufanywa na wazawa eneo la Kariakoo, na kuiagiza idara ya uhamiaji kuchukua hatua dhidi ya wageni hao wasiofuata taratibu. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akipokea taarifa hiyo, Waziri Dr. Selemani Jafo ameipongeza kamati hiyo kwa kufanya kazi kwa weledi na kuwezesha hatua za kisheria kuanza kuchukuliwa. Hivyo ameagiza idara ya uhamiaji kufanya operation maalum Kariakoo na masoko mengine makubwa nchini ili kuchukua hatua dhidi ya wageni wasiofuata taratibu. Idara ya uhamiaji na idara ya kazi wafanye operation maalum ya pamoja kwa eneo la Kariakoo. Kwa vile leo tumepokea taarifa hii, niombe sasa idara ya kazi, uhamiaji, nendeni site. Kapitieni maeneo yote ya Kariakoo kubaini watu wote ambao wanafanya kazi kinyume na taratibu na biashara. Lakini hili niliombe kwa mikoa mingine, kwa sababu Kariakoo hapa, tukizungumza Kariakoo tunazungumza mkoa wa Dar es Salaam.
lakini tuna Arusha, tuna Mbeya, tuna Mwanza, maeneo hayo yote ya miji, tuna Dodoma. Lakini hili manake ni warning kwa baadhi ya watu. Wakati tunashughulikia matatizo mapana ya nchi yetu, watu wengine tuache kuleta maslahi binafsi ya mtu mmoja mmoja kwa maslahi mapana ya taifa. Aidha, Dr. Jafo ameeleza kusikitishwa kwake na baadhi ya Watanzania wasiokuwa wazalendo ambao wamekuwa wakiwasaidia wawekezaji na wafanyabiashara wa kigeni kufanya biashara zinazostahili kufanywa na wazawa kwenye soko la Kariakoo na masoko mengine makubwa, ambapo amewataka Watanzania kuwa wazalendo kwa nchi yao. Nishukuru maeneo mliobainisha na hasa mlivyotembelea wafanyabiashara na mkabaini kwamba biashara zingine japo zinaonekana ni za wageni, lakini usajili wake umefanyika na Watanzania. Credentials zao za Watanzania wameweza kuzitoa, vitambulisho vyao vile vya NIDA na vitu vingine vya kuwawezesha baadhi ya watu wakafanya biashara kinyume cha taratibu. Na hili ni changamoto kubwa la uzalendo kwetu sisi wa Tanzania. Vijana wa Kitanzania unatumika katika mazingira kama hayo, lakini kuihujumu nchi yako. Lakini hili maana yake ni nini? Ni ishara mbaya. Ishara hii ni kwamba mtu anaweza kabebeshwa hata dawa mzigo wa madawa ya kulevya kwa maslahi ya mtu mwingine. Unatoa uhai wako, thamani yako na utu wako kwa ajili ya watu wengine. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi kwa kisha mnakamilisha taarifa, lakini hata hivyo hamkusita kuchukua hatua. Tumesikia takribani watu 31 waliobainika, lakini karibuni watu 24. Watu hao wote walitolewa hapa mchini. Hongereni sana wajumbe wa kamati. Hamkutaka kusubiri. Ndio maana ya kwamba timu hii ilikuwa imekamilika vizuri. Vyombo vyote viko hapa na kutoa taarifa na majukumu haya yakaenda kwenda vizuri. Nishukuru sana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati hiyo ya watu 15, Profesa Eda Tandiluoga, ambaye ni mkuu wa chuo cha biashara CBE, wakati akiwasilisha taarifa ya kamati hiyo, amesema kamati imebaini uwepo wa wageni wenye fedha nyingi wanaofanya biashara ndogo ndogo na kusababisha wafanyabiashara wazawa kushindwa biashara kutokana na nguvu zao za kifedha. Hivyo ni muhimu hatua kuchukuliwa. Mheshimiwa Waziri, katika mahojiano na wafanyabiashara na wadau mbalimbali, kamati libaini pia wageni wanauza bidhaa kwa bei ya chini, hivyo kupunguza uwezo wa wazawa kuhimili ushindani wa soko. Lakini pia tulibaini udhaifu katika utaratibu wa upangishaji wa wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri, wageni wanaondoa wazawa katika maeneo ya biashara waliopanga kwa kutoa pesa nyingi kuliko wazawa kwa kulipa kodi kubwa na matumizi ya malipo ya ziada yanayojulikana kama kilemba. Yaani wafanyabiashara wageni wanalipa malipo ya ziada na hivyo kuweza kumuondoa mfanyabiashara mzawa katika eneo la soko, na hii mifano tulipata zaidi kwenye soko letu la Kariakoo. Mheshimiwa Waziri, pia kamati libaini biashara za wageni kusajiliwa kwa vitambulisho vya wazawa. Katika mahojiano na wadau na wafanyabiashara, kamati libaini kuwa kuna baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanasajili biashara zao kwa mgongo wa wazawa kwa kutumia vitambulisho vyao vya taifa, yani NIDA na namba ya mlipa kodi, yani TINI. Itakumbukwa kuwa mwezi mmoja uliopita, Waziri Dr. Jafo alitembelea soko la Kariakoo, ambapo aliamua kuunda kamati ya watu 15 iliyofanya kazi kwa muda wa siku 30 baada ya kupokea changamoto ya wawekezaji wageni kufanya biashara ndogo ndogo za wazawa. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika tuzo za umahiri za maafisa uhusiano na mawasiliano zitakazohusisha zaidi ya taasisi 150 kutoka serikalini na taasisi binafsi. Taarifa zaidi tuungane naye Goodluck Msola. Tuzo hizo ambazo zinategemewa kufanyika Machi 29 badala ya Machi 22 kufuatia ongezeko la washiriki, ambapo akizungumza jijini Dar es Salaam, Rais wa Chama cha Maafisa Uhusiano na Mawasiliano Tanzania PRST, ndugu Asa Mwambene, amesema tuzo hizo zinafanyika kwa mara 3 mfululizo, ikiwa ni katika kuendelea kuboresha vitengo vya uhusiano na mawasiliano katika taasisi za umma na binafsi. Chama cha Maafisa Habari na Mawasiliano Tanzania PRST kiliandaa tuzo za umahiri katika fani ya uhusiano wa umma na mawasiliano kwa ajili ya mwaka 2024. Na tuzo hizo zilipaswa kutolewa tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini kutokana na timu ya majaji ambayo ilipitia mawasilisho yote ya washiriki, ikaonekana kuna changamoto kubwa, kwa sababu kuna watu wengi sana wameshiriki kwa mwaka huu tofauti na miaka mingine.
na kwa hiyo timu ya majaji ikalazimika kuomba muda uongezwe kwa sababu walihitaji kupata nafasi ya kupata evidence ya baadhi ya taarifa ambazo zimetolewa na washiriki, na kwa hiyo kwa muda uliotolewa isingetosha kufanya uchambuzi ipasavyo. Kwa hiyo baada ya kuomba nyongeza ya muda, PRST management kwa kushirikiana na board ya ushauri ya PRST tumefanya uamuzi wa kuongeza muda wa wiki moja kutoka tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025. Sasa tuzo hizo zitatolewa tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa upande wake, jaji mkuu wa tuzo hizo Dr. Sofia Ndibalema amesema katika tuzo za mwaka huu vipengele vinavyowaniwa vipo 13, huku mwisho wa kupokea mawasilisho kwa ajili ya kutetea ama kuunga mkono ushahidi wa ushindi kwa mtu ama taasisi anayeshiriki ukiwa ni Machi 19. Tunaona kwamba tuzo hii inaendelea kupata heshima kubwa sana katika taifa letu, ambayo inaonyesha kwamba pia tasnia yetu inakuwa na weledi unazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwa hilo tunafurahi kama jopo la majaji, lakini pia imekuja na changamoto yake kwamba kwa sasa idadi imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwa muda uliokuwa umepangwa kwa ajili ya kupitia mawasilisho yote kutoka kwa washiriki umekuwa ni mdogo, na kama tulivyosema kwamba tunatamani au tunataka tufanye kazi hii iwe ya ufanisi zaidi, ifanyike katika kiwango kizuri, na ili kuhakikisha kwamba tuna uphold ile sababu kubwa ile sababu kubwa ya tuzo hizi ambayo ni kuongeza ufanisi au kuleta chachu ya ufanisi na ubunifu katika tasnia hii ya uhusiano na mawasiliano ya umma. Naye Ndege Makura pamoja na Victor Biemerwa wakiwa ni wadau wa tasnia ya uhusiano na mawasiliano nchini wamesema tangu kuanzishwa kwa tuzo hizo hapa nchini Tanzania, kampuni, mashirika na taasisi zimeweza kuboresha vitengo vya uhusiano kwa kuongeza ubunifu, hali ambayo inatoa matumaini ya kuanzisha tuzo hizo. Ukiangalia sasa hivi unaona mashirika au watu binafsi kwenye taaluma wanashindana kuimarisha kazi zao, na huu ubunifu na uimarishaji wa majukumu yao ni matokeo ya tuzo, lakini impact yake ni kwenye jamii ambayo tunailenga kubwa zaidi, lakini katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuzo hizi zimekuwa na impact za moja kwa moja kwenye taaluma, lakini vile sio tu kwenye taaluma, kwenye mashirika, lakini kwenye jamii, kwa sababu watendaji wa mawasiliano na uhusiano wanashindana sasa. Kwa hiyo tuna evaluate ufanisi wao. Ukilinganisha mwaka jana walioingia kwenye ushindani na mwaka huu kuna utofauti. Mwaka huu wameongezeka wengi zaidi, wana mara 2 au mara 3 zaidi ukilinganisha na mwaka jana hata mwaka juzi. Sisi kama majaji na washiriki katika tuzo hizi za PRST tunatoa wito kwa wadau, mashirika na taasisi kuendelea kuunga mkono juhudi zinazofanywa na tasnia, na lengo na madhumuni kuhakikisha kwamba tasnia tunaleta juu, lakini pia kuchukua fursa kwa wadau wengine kwa tuzo zinazofuata kuendelea kushiriki pamoja nasi. Lakini pia ipo nafasi kwa wale ambao wanatamani kushiriki waweze kuungana nasi katika siku ya tuzo, kuweza kufahamu na kuona ni kwa namna gani ambavyo tuzo hizi za tasnia zinatija na zina lengo la kuendelea kukuza tasnia hii ya mahusiano kwa umma na mawasiliano kwa ajili ya manufaa ya taasisi na mashirika ya umma pamoja na yale ya binafsi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeanza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam kwa muda wa siku 7 kuanzia leo Machi 17 hadi 23, 2025. Taarifa zaidi inasomwa na Mohamed Jamal. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambege ametembelea baadhi ya vituo na kujionea uandikishaji wa wapiga kura unavyoendelea, huku akitoa rai kwa wananchi wenye sifa kujitokeza kwa wingi na mapema kujiandikisha. Nimeshuhudia ufunguzi pale Mnazi Mmoja wa kituo cha uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura saa 2 kamili asubuhi. Watu wengi wamejitokeza na sasa niko hapa Muhimbili, nimetoka Upanga. Watu wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha na kuboresha taarifa zao. Na wasihi wa Tanzania wa hapa Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi, wale wanaostahili kuja kuboresha taarifa zao au kuja kujiandikisha upya. Leo tarehe 17 na mwezi huu wa 3 2025
ndio siku ya kwanza, mwisho tarehe 23 mwezi huu wa 3 2025. Kufuatia kuanza kwa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, wananchi wameendelea kuhimizwa kujitokeza kujiandikisha, kama anavyoeleza afisa mwandikishaji wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Baada ya vituo kufunguliwa, tumepitia kwenye vituo mbalimbali kwenye kata za Ndugumbi, kata za Magomeni, kata ya Kinondoni, kata ya Mwananyamala pamoja na Kijitonyama. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa, wamejitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuona kwa jinsi gani wanaweza kujiandikisha. Baada ya kupitia maeneo hayo, kuna vituo vile ambavyo tulibaini vina idadi kubwa ya wananchi, hasa kituo cha kata ya Ndugumbi, kituo cha Vigaeni, ambapo tulielekeza sasa mashine moja au BVR kiti moja iweze kuongezwa ili kusaidia kupunguza idadi ya watu ambao wamejitokeza. Mimi kama afisa mwandikishaji nitoe wito kwa wananchi wote wa jimbo la Kinondoni na Kawe waweze kutumia fursa hii ya uandikishaji ambapo zoezi hili litakaa kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo wananchi wote tunatoa hamasa, tunatoa wito tujitokeze kwenye vituo vyetu, kwa sababu hali ya vifaa iko vizuri na usalama upo wa kutosha. Kwa kama tunavyofahamu, kujiandikisha ndio msingi wa uchaguzi bora wa mwaka 2025. Halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam zinakamilisha awamu ya kwanza ya uboreshaji wenye mizunguko 13 iliyopangwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Vituo vya uboreshaji vimewekwa kwenye mitaa na vinafunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi na vinafungwa saa 12 kamili jioni kila siku kwa muda wa siku 7, huku kauli mbiu ya uboreshaji ikisema kujiandikisha kwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Asante sana Muhammad kwa taarifa hiyo. Wakazi wa vijiji vya Riamgabo na Burama wilayani Butiama mkoani Mara wamelalamikia kitendo cha kukatiwa mtandao wa maji kwenye makazi yao, huku wakiomba viongozi wa eneo hilo kusaidia kurejesha huduma hiyo iliyokatwa na mkandarasi wakati akijenga mradi mpya. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Ni katika ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Butiama hapa mkoani Mara na ambaye pia ni naibu waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Sagini, wakazi wa vijiji hivi vya Buruma na Riamgabo wanapaza sauti zao wakihoji ni lini watarejeshiwa huduma ya maji kwenye makazi yao. Baada ya bomba kubwa kupita, tulikatiwa maji. Tulipokatiwa maji tukaambiwa kwamba baada ya maji kukamilika tutafungiwa hizo bomba zetu. Lakini mpaka sasa hivi hatujafungiwa. Je, itakuwaje tupate maji? Mimi swali langu kwa kweli kuhusu maji, mimi na bomba nyumbani, lakini maji yanakuja, ingawaji yapo lakini yanakuja kwa shida. Mheshimiwa mbunge, maji kweli yanatoka, lakini yanaweza kutoka masaa mawili yameenda. Pamoja na masuala mengine, mbunge huyu wa Butiama na naibu waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Sagini akaitaka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mugango Kiabakari kuhakikisha anarejesha mtandao wa maji kwa wananchi ili huduma iendelee kama ilivyokuwa awali. Natambua mradi wa maji wa bilioni 70 unatoka Mugango Kiabakari Butiama. Kiawazaru nao ni wanufaika. Lakini mheshimiwa mbunge, mradi huo bado haujawafikia wote. Nitaongea na huyu mtu wa mamlaka ya maji. Wale waliokuwa na mabomba yanakwenda majumbani kwao, kwa kweli walitakiwa warudishiwe. Sio sawa unakatiwa alafu una mpango wa kuwekewa, hapana. Akitolea ufafanuzi suala hili, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mugango Kiabakari, mhandisi Cosmas Sanda, anasema tayari mkandarasi ameanza kurejesha maji kwa wananchi waliokuwa wamekatiwa huduma hii. Maeneo hayo kulikuwa na miundombinu ya zamani na wateja wa zamani katika maeneo hayo. Lakini kwa maana ya kwamba wateja hao wa zamani sisi ni wateja wetu na hawatakiwi kuomba tena. Sisi tunachotakiwa kufanya ni kuwahamisha kutoka kwenye laini zao zile za zamani laini mpya ambayo hiyo sasa ina ile laini ya zamani na mivujo mingi kutokana na bomba cha kawa. Asante sana Adam kwa taarifa hiyo. Baada ya kuteketea kwa soko la mbao lililopo manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, mkuu wa mkoa huo Saidi Mtanda amewataka wafanyabiashara katika soko hilo kuhakikisha wanafuata taratibu na sheria, ikiwemo kuwa na bima na kuwa na vifaa vya kuzima moto. Taarifa zaidi na Emmanuel Mesha kutoka Mwanza inafafanua zaidi. Mtanda ameyasema hayo mara baada ya kufika katika eneo hilo ambalo limewaka moto majira ya saa 7 usiku, ambapo ametoa wito kwa wafanyabiashara kufuata ushauri unaotolewa na serikali, ikiwa ni pamoja na kufuata sheria na taratibu ili kuepukana na majanga kama hayo. Tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia
kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Mkuu wa mkoa anaweza akaja hapa akasema kuanzia leo tusifanye biashara mpaka mcomply na hizi taratibu, na ningeweza kufanya hivyo. Lakini hakuna haja ya kusema hayo kama kila binadamu mwenye akili sawasawa, ambaye anajua hili ndio eneo langu la kazi, ambaye anajua yako majanga mbalimbali yanayoweza kutokea, kama akitimiza wajibu wake. Sio lazima mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa aseme hapa wale ambao hawana zimamoto, wale ambao hawana bima. Taratibu zinatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo mimi ninawahamasisheni wale ambao wameona majanga ya namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo limetokea. Mtanda ameendelea kusema kuwa wale wote ambao wameathirika na janga hilo, serikali itakaa nao kuona namna ya kuweza kuwasaidia. Akizungumzia tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza, mrakibu mwandamizi Elisa Mgisha, amesema jumla ya wafanyabiashara walioathirika ni 30, wakiwemo wadogo ambapo bado wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo. Sisi tulipokea taarifa za moto na tukafika hapa ndani ya dakika 9 baada ya kupokea taarifa tukawa tumefika. Lakini tumekuta moto ni mkubwa sana, lakini tumeweza kudhibiti ili usiweze kusambaa. Hapa ni biashara ambao na eneo kubwa lilokuwa limeathirika ni sehemu ambazo zina magogo, mbao pamoja na mashine. Lakini tumeweza kupambana kwa wakati tulivyoweza, tukazuia moto usisambae. Na kwa ujumla waathirika wakubwa ni kama 12, lakini kuna wengine wadogo jumla wanafika kama waathirika 30. Japo soko hili lina watu zaidi ya 1000. Kwa kiwango kikubwa tumeweza kupambana na moto mpaka kufikia hatua ambayo tumefikia kuuzima kabisa. Kwa upande wake, mmoja wa wafanyabiashara katika soko hilo ambaye pia ameathirika na janga hilo, amesema amepata hasara kubwa kwani mzigo wake wote umeteketea. Ofisi yangu ni hapa iliyoko mbele yangu, ndio ofisi yenyewe ambayo imeungua moto. Tunaambiwa chanzo ni shoti ya umeme, ila hatujajua, maana mimi mwenyewe nimepigiwa simu saa 10 na watu kwamba ofisi yako inaungua, nikafika kwa wakati. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani Petro Magoti amesema kuwa serikali wilayani humo itaendelea kushirikiana na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira WWF ili kufanikisha adhma ya utunzaji wa mazingira kwa maendeleo ya taifa na wananchi kwa ujumla. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chache inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni ya wasaa wa mazingira uliofanyika wilayani humo katika shule ya wasichana ya Joketi Mwegelo, Magoti amesema kuwa WWF inaunga mkono maono ya serikali ya kulinda mazingira kwa kuachana na matumizi ya nishati chafu, hususan kuni ambazo zimekuwa chanzo kikubwa cha uharibifu wa mazingira. Amesema serikali inatambua juhudi za WWF katika kulinda mazingira na kupunguza utegemezi wa nishati ya kuni, hivyo itahakikisha ushirikiano huo unaendelea kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kupika kwa kutumia mkaa na kuni, kwanza kiafya, ule moshi kadri watu wanavyozidi kutumia wanapata TB, wengine wanaumiza macho. Ndio maana unaona kuna watu walikuwa na imani za kushirikiana kwamba mtu mwenye macho mekundu ni mchawi, lakini si kweli, ni mtu ambaye anapuliza. Wengine wanapikia kuni mbichi. Kwa hiyo kiafya ina affect sana afya ya mtu. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa WWF Tanzania Yohana Mpagama ameeleza kuwa shirika hilo limekabidhi majiko mawili ya kisasa ambayo hayatumii kuni, hatua inayolenga kupunguza uharibifu wa mazingira unaotokana na ukataji miti. Kisarawe tumekabidhi majiko mawili, majiko ambayo yanatumia nishati safi. Hii ni katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo majiko haya yatapunguza utumiaji wa kuni au mkaa kwa 60%. Kwa hiyo itawawezesha wanakisarawe especially hii shule ya Joketi Mwegelo kupunguza na kulinda mazingira yetu
na kupunguza uharibifu katika mazingira yetu. Nao baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wameeleza kuwa elimu waliopewa hususan utunzaji wa mazingira itawasaidia kuhimiza jamii kulinda mazingira na kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Vitu vyote ambavyo ametusaidia kama mfano kwenye nishati safi itatuwezesha sisi kama wanafunzi, itatuwezesha kufikisha pia ndoto zetu. Utunzaji wa mazingira ni kwamba yani kutunza mazingira ni kuyaweka katika hali ya usafi, kuyasimamia vizuri ambapo mazingira yanakuwa na mvuto mzuri, ukiyatazama na yanavutia. Kama hapa shule yetu ya sekondari Joketi Mwegelo ina mazingira mazuri ya kusomea, ina miti mizuri ya kivuli ambayo inafanya wanafunzi wawe wana sehemu ya kusomea. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF umewalipa baadhi ya wafanyakazi waliokuwa na elimu ya darasa la 7 ambao walitolewa kazini mwaka 2017 baada ya kutuma maombi ya kulipwa na serikali, ambapo wamelipwa jumla ya shilingi bilioni 11. Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma na meneja mafao wa mfuko huo James Oigo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, ambapo amesema kuwa jumla ya waliokuwa wafanyakazi wa umma wenye elimu ya darasa la 7 takribani 1499 ndio waliolipwa. Tulilipa jumla ya bilioni 11 kwa watu 1469. Katika wale 1017, sehemu kubwa walikuwa ni wafanyakazi wa serikali walioko chini ya mfuko wa PSSF. Kwa hiyo walikuwa chini ya mfuko wa NSSF walikuwa ni kama 100, ambayo ni 1468 tumewalipa. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Masha Mshomba amesema kuwa mfuko wa NSSF upo kwenye maombi ya mabadiliko ya kisheria ili kuweza kuwalipa kwa mkupuo wanufaika wa mfuko huo. Nimesema kwamba George, nimesema kwamba solution sasa imepatikana. Tumefanya mabadiliko, tumepropose mabadiliko ya sheria na sasa itakuwa ni nafasi kwa wale wanaotoka kulipwa mafao yao ghafla mara moja. Na umeuliza asilimia ya ongezeko la michango. Kwanza nimesema hapa thamani ya mfuko imetoka 4.8 kwenda kwenye 9.2. Hilo ni ongezeko la zaidi ya asilimia 92. Michango wakati tuna mwaka 21 ile ukiangalia audited accounts zetu michango ilikuwa trilioni 1.1. Wakati huo huo, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH inatarajia kutoa jumla shilingi bilioni 4.6 kwa ajili ya vijana wabunifu nchini kwa mkopo wa riba nafuu ili kuendeleza bunifu zao. Mkurugenzi mkuu wa tume hiyo Amos Nungu amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. 2.3 ni za serikali imeweka kama dhamana kusudi benki iweze kutoa, benki inatoa double ambazo zinaweza kukopwa 4.3 ziko pale, lakini kwenye utafiti wa tabia nchi 6.3 tulitoa ile mwezi wa 12. Sasa hivi tunategemea kutoa zingine zifike 10 kwa ajili ya tabia nchi tu utafiti. Na COSTECH tunajenga Dodoma na tunakarabati Dar, tukitegemea kwamba tutakuwa na fursa ya wabunifu wengi kuwatamia pale Dar es Salaam sisi tukishamia Dodoma. Hiyo pesa tayari ipo na Dar es Salaam tayari tumeshamkabidhi mkandarasi na jengo, tumeshamkabidhi. Dodoma tunategemea ndani wiki 2 tutamkabidhi jengo pia. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa LAAC imeiagiza halmashauri ya wilaya Kilolo kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa kituo cha afya Nyalumbu kilichopo kata ya Nyalumbu wilayani humo kabla ya tarehe 30 Julai 2025, hivyo kusaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa zaidi ya wananchi 20,000 wanaotarajiwa kunufaika na kituo hicho. Sharon Robert ana undani wa taarifa hii kutoka wilayani Kilolo. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa Lak Halimamde amesema halmashauri hiyo inapaswa kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa kituo hicho cha afya kabla ya mwaka huu wa fedha wa 2024-2025 haujaisha, ili kutoa fursa kwa wananchi kunufaika na huduma za afya, ambapo kwa sasa wananchi wanalazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Afisa masuhuli hakikishe mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha Nyalumbu
kinakamilika kabla ya kukamilika kwa mwaka huu wa fedha ili huduma kamili iweze kutolewa kwa wananchi. Taarifa ya ukamilishaji wa mradi huu iwasilishwe kwa mkaguzi kabla ya 30 Julai 2025. Akisoma taarifa ya mradi huo, kaimu mganga mkuu wa wilaya ya Kilolo Dr. Singo Ikeko ametaja malengo makuu ya mradi huo wa kituo cha afya, huku mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Kilolo Siwe Majumaa akieleza kazi ambazo bado hazijakamilika katika ujenzi huo. Lengo la mradi ni kusogeza huduma za afya kwa wakazi 20,126 wakiwemo wanawake 10,666 na wanaume 9,460 wa kata ya Nyarumbu kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Kwa fedha ambayo ililetwa kwa ajili ya kukamilisha maternity na hizo walkway. Kwa hiyo maternity na walkway na laundry itakamilika. Fedha itakayobaki ndo tutaanza nayo kujenga nyumba, lakini pia ni kwa ambavyo tunaendelea tunaweza tusikamilishe nyumba kwa 100%, lakini lengo la fedha ilikuwa kukamilisha maternity, laundry pamoja na walkway which zitakamilika kwa 100%. Wananchi nao wako na yapi ya kusema? Changamoto tunayoipata hapa kituo kwa sababu hakijakamilika ni kutoka hapa kwenda kutafuta huduma sehemu nyingine, na kutumia gharama nyingine za nauli na nini, lakini kingekuwa kimekamilika gharama yani changamoto, yani tungeepuka na changamoto nyingine. Mtazamaji, haya yote yamejiri wakati kamati hiyo ikikagua miradi ya maendeleo katika sekta za afya na elimu wilayani Kilolo. Asante sana Shalom kwa taarifa hiyo. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga wameridhia kwa pamoja kuligawa jimbo la Solwa kwa kuanzisha jimbo jipya la Itwangi ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Mwamvita Mkono ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Baraza hilo maalum la halmashauri ya wilaya ya Shinyanga lililoketi kwa ajili ya ajenda moja maalum ya kupitisha ombi la mchakato wa tume huru ya uchaguzi ya kuligawa jimbo la Solwa wilayani humo na kupata majimbo mawili kwa lengo la kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Ili ya kujadili ajenda moja kubwa ya kupitisha ombi la kugawanya jimbo la Solwa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga ili kupata majimbo mawili. Jimbo la Itwangi ambalo litakuwa na tarafa mbili, tarafa ya Samuye na Itwangi yenyewe, na jimbo la Solwa ambalo litabaki kuwa na tarafa ile ya Nindo. Tukimaliza hapa na kukubaliana jambo, litakwenda kwenye kikao cha DCC ambacho hicho ni kikao cha ushauri cha maendeleo ya wilaya. Baada ya kupata hizo nyaraka mbili, tutawasilisha mkoani ambako mkoa watakaa kikao cha ushauri cha mkoa RCC. Cha kwanza, wastani wa idadi ya watu, majimbo ya vijijini, wastani wa idadi ya watu inayohitajika ni kuanzia watu 400,000. Kwa halmashauri yetu, kwa maana ya jimbo letu, kwa mujibu wa sensa 2022 tuna watu 468,611, lakini kwa makadirio ya mwaka 2025 wameshafika idadi ya watu 5,367. Baada ya madiwani hao kuridhia mchakato wa tume huru ya uchaguzi uendelee, madiwani hao wakaelezea kuanzishwa kwa jimbo hilo la Itwangi litakavyorahisisha utoaji wa huduma. Tumekubaliana kwa pamoja kwamba tuligawe jimbo, tuwe na majimbo mawili, jimbo mama, jimbo la Solwa, lakini pia na jimbo la Itwangi ambalo litakuwa na kata 14, jimbo la Itwangi, lakini pia jimbo la Solwa ambalo ni jimbo mama litabaki na kata 12. Shukuru sana kwa hili pendekezo la ugawaji wa jimbo. Jimbo hili la Solwa ni jimbo kubwa ambalo lilikuwa hata ule mwenendo wa utumishi ilikuwa ni inampa shida sana mheshimiwa mbunge. Lakini kwa sasa Mwenyezi Mungu akijalia likienda likigawiwa yakawa majimbo mawili, yataleta huduma nzuri kwa wananchi, kwa maana ya kwamba Itwangi itabaki kama Itwangi na Solwa itabaki kama Solwa. Zungumza kwenye kikao cha baraza maalum la madiwani, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Nicodemus Simoni ameelezea sababu ya ugawaji wa jimbo hilo na kuwataka wananchi kutumia fursa hiyo kutia nia ya kugombea nafasi ya uongozi mchakato utakapokamilika. Ndugu zangu, mimi niwaombe kwamba jambo hili, kwa sababu ni jambo la kimchakato kama tulivyosema, kwa mujibu wa miongozo na tangazo la tume. Tangazo la tume liko wazi kwamba mchakato huu unatakiwa uanzie kwenye baraza la madiwani, kikao cha DCC na RCC. Sisi tumetimiza wajibu wetu kama baraza.
tuombe DCC nayo itapitia jambo hili na baadaye RCC watapitia jambo hili. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Kampuni ya utengenezaji wa mabasi ya Yutong inatakiwa kufikiria uwezekano wa kuanzisha kiwanda cha kutengenezea mabasi nchini.